أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Leo ni darsa 35 tangu tuanze safari hii kwenda akhira, kuonana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale wanaokumbuka tulisema kuwa safari hii ina stage 14. Si tulianza stage ya kwanza ad-dunya, tukasonga mbele polepole, tukasonga polepole mpaka juzi tu ndo sisi tumefika nusu ya barabara. Darsa ya juzi tulikuwa tumefika mahali pa ash-shafaa, msamaha. Darsa iliyopita tulitaja mambo mtu akiyafanya ndio atapata msamaha. Leo tuko kwenye stage ya 8. Mimi leo naanza stage ya 8. Hii ni stage ya al-hisab, hisab. Na hii ndiyo stage muhimu katika safari hii, kwa sababu katika stage hii ya 8 ndiyo mtu atajua yeye anakwenda upande gani. Ima atakuwa mtu wa peponi, ama waliyadhu billah atakuwa mtu wa motoni, kwa sababu sasa ndio tumesimama kwa hisabu. Sisi tumetoka mbali sana, na stage hii ina maelezo muhimu na maelezo mengi. Katika Kiarabu neno alhisab lughatan wanasema huwa al-addu wal-ihsa, ni kuhesabu kitu. Mtu akisema hasiba al-mal inamaanisha kwamba addahu wa ahsahu, amehisabu zile pesa ni ngapi katika lugha, ama akahesabu nguo ni ngapi, ama akahesabu vitabu ni vingapi. Lakini shar'an hisabu katika ilmu hii, ama hisabu katika silsila hii, katika safari hii, hatukusudii kuhesabu vitu ni vingapi. Hapa mimi nakusudia, wanavyoni wanasema huwa ittila'u Allahi al-ibad ala a'malihim yawm al-qiyama, ni Mwenyezi Mungu kuwaonyesha viumbe vyake amali zao hapa duniani zilikuwaje, lakini yawm al-qiyama, siku ya kiyama. Hapa sisi duniani tunafanya amali, hii ni amali tumefanya sisi, mimi na nyinyi na wale wanaotusikiliza baadaye, ni amali. Lakini Mwenyezi Mungu kuna siku ataifanyia hisabu amali hii. Ndio anasema huwa ittila'u Allahi al-ibad ala a'mali, ni Mwenyezi Mungu amuonyeshe mja wake amali zake yaum al-qiyama, siku ya kiyama. Wengine wanasema kwamba al-muradu bil-hisab an yaqifa al-ibadu baina yaday Allahi tabaraka wa ta'ala, ni viumbe kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Sisi sote tutasimama, viumbe wote, wanadamu, wasiokuwa wanadamu, majini, malaika, wadudu, wanyama, viumbe wake watasimama mbele yake. Wa an yu'arrafu bima amilu, waelezwe, waambiwe wana viumbe vyake walioyafanya. Wa an tuhdhara aqwaluhum, na maneno yao waliyozungumza wataoneshwa, yataletwa. Ma sadara minhum fil hayati dunya, yale mambo waliyofanya na maneno yao hapa duniani. Min imanin wa kufrin, mtu aliyozungumza maneno ya imani na kufr. Wa ta'atin wa ma'siyah, na mtu taa aliyofanya na maasi aliyofanya ataona. Wama yastahiqunahu min thawabin wa adhab, na yale watakayo kuyapata, thawabu ama adhab.
thumma ma kana yastalimunahu min kutubin biaymanihim, baada ya adhab na thawab, na watakavyo kupewa vitabu vyao kwa mkono wao wa kulia, in kanu mu'minin, ikiwa mtu ni mu'min, salihin, mtu mwema, au bishimalihim in kanu talihin, ama mtu atapokea kitabu chake kwa mkono wa kushoto ikiwa mtu mbaya. Hiyo ndio hisabu ninayokusudia hapa. Sisi kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu tukaonyeshwa amali zetu, amali ikaletwa, mtu akathibitisha kwamba ni yeye alifanya ama si yeye, na Mwenyezi Mungu atatuonyesha amali ya imani ama kufur, maasiya ama taa, na mwisho mtu apewe kitabu chake kwa kulia, mkono wake wa kulia ikiwa ni mtu mwema na mkono wa kushoto ikiwa ni mtu mbaya. Ukisoma aya za Qur'ani, kuna ile aya inasema fa amma man utiya kitabahu waraa dhahri, na wara ni nyuma ya mgongo wake, lakini hapa si tumesema njia mbili tu, ima upande wa kulia ama upande wa kushoto. Ile waraa dhahrihi kwenye Qur'ani ukiangalia inakusudia mtu atachukua kitabu chake kwa mkono wa kushoto na kwa nyuma yake. Kwa hivyo njia ni mbili tu za kupewa mtu kitabu baada ya hisabu imefanyika, upande wa kulia ama upande wa kushoto. Yule mbaya sasa atapokea kitabu chake kwa upande wake wa kushoto, lakini waraa dhahri, kuonyesha kwamba mambo yake bwana huyu ni mbaya, waliyadhu billah. Kila stage tangu tuanze tulizithibitisha kwenye Qur'ani na Sunna. Vile vile mimi nalazimika kuthibitisha kwamba hisabu itakuwako kwenye Qur'ani na Sunna, lakini hapa leo nitaongeza vitu vingine viwili ama kimoja. Qur'ani imethibitisha kwamba siku ya Kiyama hisabu itakuwako. Mwenyezi Mungu aliposema kwenye suratul Inshiqaq, idha samau shaqqat, Mwenyezi Mungu anasema fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, yule aliyepewa kitabu chake kwa upande wa kulia, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, mtu huyo atapewa hisabu nyepesi. Na saufa kwenye Qur'ani, kwenye lugha ya Kiarabu, saufa ni pengine, lakini saufa ikitumika kwenye Qur'ani haimaanishi pengine, inamaanisha uhakika. Mwenyezi Mungu akisema fasaufa yuhasabu hisaban yasira, ni kwamba huyu kwa hakika atahesabiwa hisabu nyepesi. Wayanqalibu ila ahlihi masrura, na yeye atazunguka akiwaangalia watu wake kwamba ana furaha. Hili halitofanyika pale pale kwenye hisabu. Wayanqalibu ila ahli masrura fil janna, peponi ndio atawaambia watu wake kwamba hisabu yake ilikuwa mzuri. Wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri, na yule atakayepewa kitabu chake kwa kushoto, upande wa kushoto kwa nyuma mgongoni mwake, fasaufa yad'u thubura, mtu huyo atajua yeye ameshaangamia, ndio thubur. Wa yasla sa'ira, na mtu huyo atakuwa ni mwenye kuingia motoni. Mwenyezi Mungu anasema tena kwenye suratul Haqqa aya 19 na 20, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, yule atakayepewa kitabu chake kwa upande wa kulia, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, njooni musome kitabu changu, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dhanna hapa vile vile haimaanishi kudhani, la, dhanna inamaanisha mimi nina hakika. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, mimi nilikuwa nina hakika nitakutana na hisabu yangu. Ndio akafanya amali njema, akapewa kitabu chake kwa mkono wa kulia. Kwa sababu kutafsiri aya, kutafsiri Qur'ani, neno unalolijua wewe kwa Kiarabu ni tofauti na lilivyokusudiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, usiseme kwamba wanaudhani watakutana na Mola wao. La, wale waumini walikuwa wanayakinisha kwa hakika kwamba wao watakutana na Mwenyezi Mungu. Vile vile Mwenyezi Mungu anasema suratul Ghashiyah, hal ataka hadithul Ghashiyah, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum, kuonyesha kwamba siku ya Kiyama watu watarudi kwa Mwenyezi Mungu
na Mwenyezi Mungu atawafanyia hisabu. Hii suratul Ghashia ni sura tunatakiwa tuisome kwa kuizingatia, na tumisikia sana sisi ikisoma sura hii siku ya Ijumaa kama leo. Baadhi ya misikiti, baadhi ya maimamu wanasoma hal ataka hadithul Ghashia. Mtume siku moja Madina alikuwa anapita kwenye dirisha la nyumba, akasikia mama anaisoma hii sura hal ataka hadithul Ghashia. Je, Muhammad, wewe imekujia habari ya kiyama? Mtume hakuweza kuendelea na safari, alishika ile dirisha la ile nyumba akasema, naam atani hadithul Ghashia, kweli mimi Muhammad imenijia habari za siku ya kiyama. Mtume alivyokuwa akiathirika na Qur'ani ikisoma. Vile vile hadithi za Mtume ama sunna imekuja kuthibitisha kwamba hisabu itakuwako siku ya kiyama. Hadithi ilipokewa na Imam Tirmidhi, Mtume anasema, la tazulu qadama abdin yawm alqiyama hatta yus'ala an khamsin. Mtume anasema siku ya kiyama miguu ya mtu haitanyanyuka mpaka aulizwe mambo matano. Jambo la kwanza, an umrihi fima afnah, umri wake aliupoteza kwenye nini? Wa an shababihi fima ablah, na ubarobaro wake aliumaliza kwenye nini? Ndio Mtume akatumia maneno haya tofauti aliposema fima afnah na fima ablah. Kwenye vijana Mtume asema wa an shababihi fima ablah, na ubarobaro wake ameumaliza kwenye nini? Ameupoteza kwenye nini ule ubarobaro wake? Na umrihi, ubarobaro uko kwenye umri pia. Mtume aliposema wa an umrihi, na ujana uko kwenye umri, lakini Mtume ametaja shabab kwa sababu ya umuhimu wa kipindi hiki cha vijana, ndio akasema kando wa an shababihi, na ubarobaro wake, ujana wake. Jambo la tatu, wa an malihi min aina iktasabahu, mali yake ameyapata wapi? Na jambo la nne, wa fima anfaqahu, ameyatumia mali yake wapi? Mali yana maswali mawili sawa na umri kawaida na umri wa ujana, na mali vile vile min aina iktasabahu, mali mtu ameyapata wapi? Wa fima anfaqahu, na ameyatumia wapi? Na mwisho jambo la tano, wa an ilmihi madha amila bih, na umri wake na mali yake na ilmu yake ameifanyia nini? Mtume aliposema kwamba zile nyayo za mtu hazitanyanyuka, inamaanisha kwamba fi mawqifil hisabi yawm alqiyama, ataulizwa wapi huyu siku ya aliposimama kwa hisabu. Ndio Qur'ani, ndio hadithi nikasema zimethibitisha kwamba kuna hisabu. Maswali haya matano mtu ataulizwa kwenye mawqiful hisab. Vile vile ijmaa ya wanavyoni na hadithi nyingine ilipokewa na Imam Bukhari, Mtume anaeleza kwamba siku ya kiyama hakuna mtu ambaye kwamba ataondoka kwenye ardhi ya hisab ila Mwenyezi Mungu atazungumza naye moja kwa moja, wala hakuna tarjumani, hakuna translator, hakuna interpreter. Mtu atazungumza na Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Ijmaa ya wanavyoni vile vile. Ijmaa ni nini? Ijmaa ni kauli ya wanavyoni wa Kiislamu. Wale tukisema ijmaa ni kwamba wanavyoni wanaokubalika wameamua kutoa hukumu lakini kulingana na Qur'ani na Sunna. Ile ndio ijmaa. Ijmaa ya wanavyoni vile vile wa umma huu wamekuja kuthibitisha na kutoa fatwa na hukumu kwamba ni lazima Muislamu aamini kwamba kuna hisabu, na atakaye kukanusha kwamba hakuna hisabu, huyo sasa amekuwa yuko nje ya duara la Uislamu, kwa sababu yeye amepinga kitu anachokithibitisha Mwenyezi Mungu, amepinga jambo analolithibitisha Mtume alayhi salatu wasalam. Mfano, mtu akasema kwamba hakuna kuswali wala hakuna kufunga Ramadhani, huyo anakuwa ni kafir. Kwa nini? Kwa sababu yeye amelikanusha jambo lililothibitishwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hisabu ni vile vile. Imam Ibn al-Qayyim anasema al-jannatu wan-nar wal-ba'th wal-hisab fa inna hadhihi al-usuli kullaha
muttafaqun alaiha baina ahli sunna wal jamaa. Mambo haya kwamba kuna pepo, kuna moto, kuna kufufuliwa na hisab, wanavyoni wa ahli sunna wal jamaa wamesema ni jambo muttafaqun alaiha. Hakuna tofauti baina ya wanavyoni wa Kiislamu kwamba kuna hisabu wala hakuna hisabu. Wanavyoni wote wamekubali, wameamini, wametoa hukumu, wametoa fatwa kwamba hisabu itakuwako, kama vile kuna kufufuliwa, kama vile kuna janna, kama vile kuna nar. Na akili vile vile imekuja ikathibitisha. Mtu ambaye kwamba yeye haamini Qur'an wala haamini sunna akakataa kwamba hakuna hisabu, tutamthibitishia vipi huyu sasa? Yeye haamini qala Allah wala qala Rasul. Wanavyoni wanasema huyu ambaye kwamba yeye haamini Qur'ani wala hadithi wala Uislamu wala ijma', tutaitumia akili. Wanavyoni wanasema kwa sababu mtu ukimpatia majukumu lazima utamuuliza majukumu yake amewajibika ama hakuwajibika. Ukimpatia mtu kazi, nenda mahala fulani unifanyie jambo fulani, akili tu utakwenda utamuuliza amefanya ama hakufanya. Chukua pesa hizi uende uziweke benki, bila shaka mimi nitamuuliza ameziweka ama hakuziweka benki. Haiwezekani mimi nimpatie mtu majukumu alafu nimwachilie. La, haiwezekani. Na Mwenyezi Mungu ni vile vile. Mwenyezi Mungu alipotuleta duniani alitupatia majukumu ya kufanya. Inamaanisha kwamba akili zetu lazima zikubali kwamba kuna siku Mwenyezi Mungu atatuuliza tumewajibika ama hatukuwajibika. Sasa tuache aya wala tuache na hadithi. Sasa Mwenyezi Mungu alipotupa duniani alituumbia kila kitu. Wa khalaqa lakum ma fi samawati wal ardi jami'an minhu. Vitu vyote Mwenyezi Mungu amemuumbia mwanadamu. Mchana, usiku, mvua, upepo, majani, wanyama, wanadamu, watoto, chakula, zote zinatuhudumia sisi. Lakini sisi tumepewa majukumu kufanya duniani. Mwenyezi Mungu inamaanisha hafanyi mambo yake kwa upuuzi. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Nyinyi mnadhani sisi tumewaumba bure mwende duniani mtu aishi miaka 70, 80 aziki aondoke? Haijaisha hapo safari. Wa annakum ilayna la turja'un, hamtorudi. La, sisi tunaamini kwamba tutarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhana, atakwenda kutuuliza. Ndio pale mimi nikasema Mwenyezi Mungu atamuuliza mja wake moja kwa moja, kwa sababu zile amri zimetoka kwake yeye na yale makatazo vile vile yametoka kwake yeye. Ili swala la mtu kupewa majukumu, mimi nakumbuka sahaba Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ambaye anajulikana alikuwa mmoja katika watumishi wa Mtume alayhi salatu wasalam, na Mtume alikuwa na watumishi wengi. Huyu Anas ni mmoja tu katika watumishi wa Mtume. Bilali pia alikuwa katika watu wanaomtumikia Mtume. Ibn Muwayhiba pia ni katika watu walikuwa wakimtumikia Mtume, na wengineo. Na Anas alikwenda kwenye nyumba ya Mtume kwa sababu ya mama yake Anas ibn Malik. Ile siku Mtume amekuja Madina, watu walimpelekea Mtume zawadi. Alimpelekea asal, alimpelekea maziwa, alimpelekea tende. Mama yake Anas ni mdogo, akamchukua Anas akampelekea Mtume. Akamwambia, ya Rasulullah, mimi naona hawa watu kila mtu amekuletea zawadi, mimi sina zawadi. Zawadi zangu mimi nilionazo ni huyu mtoto wangu Anas, wewe mchukue, atakusaidia nyumbani. Mtume akafurahi fikra yule mama, ndo akakubali Anas awe mtumishi wake, na Anas akaishi kwa Mtume kisa maarufu. Siku moja Mtume alimtuma Anas, akamwambia Anas, mimi nakutuma mahala fulani unifanyie jambo fulani, na asijue mtu nimekutuma kwenda kufanya nini. Mtume alimwambia hivyo, mimi nakutuma mahala fulani na asijue mtu, tujue mimi na wewe tu, bila shaka na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Anas akaenda akafanya ile shughuli. Mamake akasikia kwamba Anas ametumwa mahala fulani. Baadaye akamuita Anas jioni, akamwambia, mimi Anas nimesikia kwamba Mtume amekutuma mahala fulani. Alikutuma nini vile?
alikwambia ufanye kitu fulani, alikwambia ufanye nini? Anas akakataa kusema. Mama akamuinsistia mtoto wake, akawa anamlazimisha Anas aseme ametuma wapi na nini. Anas alimwambia mamake, mimi Mtume aliniambia nisimwambie mtu. Wewe kweli mamangu, lakini siwezi kukuambia. Mama akamwambia, na mimi nilikuwa nakujaribu Anas, na kama ungetoa siri ya Mtume ungejua mimi ni nani. Mwanangu, jazakallahu khairan, mimi ni mamako na mimi nilikuwa nakujaribu. Lau ungetoa siri ya Mtume amekutuma wapi kuniambia mimi mama yako, ungejua ningekufanya nini. Haya ndio malezi ambayo kwamba wamama waliwalea watoto wao, na ndiyo siri Mwenyezi Mungu akawachagua masahaba wa Mtume, wale ambao walikuwa masahaba wake. Si rahisi. Wale masahaba wa Mtume wale ndio watu bora baada ya mitume katika viumbe wa Mwenyezi Mungu. Masahaba wa Mtume ni watu bora kushinda watu wa Mtume Nuh. Masahaba wa Mtume alayhi wasallam ni bora kushinda watu walioishi na Mtume Isa na Mtume Daud na Mtume Zakaria na Mtume Suleiman. Na hayo ni maneno ya wanavyoni. Kwa nini wanasema? Ni kwa sababu Mtume ndio kiumbe bora kushinda viumbe wote. Baada ya mitume, watu bora ni masahaba wa Mtume alayhi salatu wasallam. Sisi leo wallahi tunashangaa tunavyoona watu wanawatukana masahaba. Vipi utakwenda kumtukana sahaba wa Mtume? Vipi utamtukana sahaba wa Mtume? Mashia wanawatukana masahaba, wala sio siri. Wanasema tu Mtume alipofariki tu masahaba wote walirtadi, wakarudi kwenye kuabudu masanamu na kunywa khamr. Wakabaki masahaba 5 tu. Akabaki Ali bin Abi Talib, Ammar bin Yasir, Al-Miqdad, Bilal na sahaba 5 simkumbuki. Hao tu ndio waliobaki. Wale wengine wote walirtadi, wakarudi kwenye kufra. Ndio sisi tukiwaambia watu kwamba ushia si dini, watu wanashtuka. Wanakwamba la hali dhehebu tu kama Abu Hanifa, kama Maliki, kama Shafi. Kaifa? Sisi tukiwaambia kwamba mashia si waislamu, watu wanashtuka sana. Sisi tukisema mashia si waislamu, kwa sababu Qur'ani yetu ni tofauti na Qur'ani yao. Adhani yetu ni tofauti na adhani yao. Akida yetu ni tofauti na akida yao. Kisha mnakwambia la sawa sawa tu bwana, sisi na wao sawa sawa. Sawa sawa vipi? Nyinyi muamini nguzo zetu kwa Uislamu ni 5 sisi. Bunia al-Islamu ala 5. Lakini kwa mashia bunia al-Islamu ala 60. Wameongeza nguzo ya 5. Walitoa wapi nguzo ya 5? Mtume akikwambia bunia al-Islamu ala 5, shahadatu la ilaha illallah wa Muhammad wa anakwambia la bunia al-Islamu ala 60, wakaongeza nguzo ya 5. Yani Mtume hakujua nguzo ya 6, nyinyi mnakuja kuiongeza leo 2025. Kisha basi sawa sawa tu sisi na wao. Tutakuwa sawa sawa vipi? Adhani yetu tofauti. Wewe ulisikia ashhadu anna aliya waliyullah kwenye adhani, wakati wa Bilal akiadhini Mtume amwambia sema ashhadu anna aliya waliyullah Bilal. Wewe sikiza adhani za kishia. Wala mimi siwazuli, wallahi siwazuli. Ndivyo vilivyo kwenye vitabu vyao. Tatizo ni kwamba hii Qur'ani yetu wataka wao kuitafsiri sasa. Na wao wana Qur'ani yao, watafsiri yao. Hii yetu watuachie wenyewe tutafsiri sasa. Hatuna tatizo. Mwenyezi Mungu, sisi kila siku hapa tunasikia hutuba ya Ijumaa. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Angalia tafsiri za kishia hiyo aya wameitafsiri vipi. Wa yanha 'anil fahsha Abu Bakr, wal munkar Umar, wal baghi Uthman. Kisha mtakwambia hao waislamu tu bwana. Wewe unamwita Abu Bakar fahsha, unamwita Umar baghi, alafu tuwe sawa sawa? Tutakuwaje sawa sawa sasa? Hii ni fitna. Lazima tuitahadharishe ili tuokoe dini yetu, ili tuokoe akida yetu. Taib. Sasa misingi ni tofauti. Kwa sababu tuko kwenye hisabu. Ardhi ya hisabu lazima tuweke misingi ya hisabu itakuwaje.
msingi wa kwanza hisabu siku ya kiyama, al-adlu tam. Hisabu ikisimama, msingi wa kwanza ni uadilifu uliokamilika. Sababu sote tutasimama kwenye hisabu. Kabla hatujaanza hisabu lazima tuweke misingi, hisabu itakuwaje. Hisabu yangu na ya sisi na ya viumbe wote, kwanza kutakuwa na uadilifu wa hali ya juu sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawafanyia viumbe wake wote hisabu kwa uadilifu uliokamilika. Hapa duniani unaweza usipate uadilifu mara nyingine. Wewe ndio una haki, lakini ukakosa mtu wa kupigania haki yake mtu, na haki ikampoteza, akapoteza haki yake, ikachukuliwa na mwingine. Siku ya kiyama si hivyo. Siku ya kiyama kutakuwa na uadilifu uliokamilika. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, wanadha'u almawazina alqista liyawm alqiyama. Siku ya kiyama tutaweka mizani wa uadilifu. Fala tudhlamu nafsun shay'an, hakuna nafsi itakayokudhulumiwa chochote. Wa in kana mithqala habatin min khardal, hata kama ni punje ndogo ya khardal, ataina biha, italetwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhana, wakafa bina hasibin. Na Mwenyezi Mungu asema inatosha kwamba sisi ndio wenye kufanya hisabu. Aya kama hizi kwenye Qur'ani, Mwenyezi Mungu akitumia sigha ya plural sisi, inaitwa waul azama. Azama, utukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratu Ghafir, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, leo kila nafsi itapewa jaza yake ilivyofanya duniani. La dhulma al-yawm, Mwenyezi Mungu asema leo hakuna dhulma, dhulma zilikwisha duniani. Inna Allaha sari'ul hisab, hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kufanya hisabu. Na hisabu atafanya ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na siku ya hisabu ni hiyo siku moja peke yake, lakini yeye mwenyewe amesema inna Allaha sari'ul hisab, hisabu itaenda haraka, ataifanya hisabu kwa haraka. Pamoja na hivyo uadilifu utakuwako. Mwenyezi Mungu anasema tena suratu An-Nisa 40, inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra, hakika Mwenyezi Mungu hadhulumu dharra, ni ile chembe ndogo sana, haipatikani dhulma kati yake. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema vile vile suratu Nisa, wala yudhlamuna fatila. Fatil, ukifungua tende, ukipasua tende kwenye ile mbegu, katikati mwa mbegu kuna uzi mdogo unajitokeza, ile ndio fatil. Yani maana yake mtu ukichukua ule uzi ambao uko ndani ya tende, ukipima amali yenye wizani wa ile uzi wa tende, Mwenyezi Mungu atamlipa mja wake, hatofanyiwa dhulma. Ikiwa ni wema amefanya wa ile fatil, atapewa ujira wake. Ndio hapa sema wala yudhlamuna fatila. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema wala yudhlamuna naqira. Naqir vile vile ukifungua tende, ndani kuna kama ngozi nyembamba, tishu nyembamba iko baina ile nyama ya tende na mbegu yenyewe, ile ndio inaitwa naqir. Chukua ile ndio uipime ni miligrams ngapi. Amali ikiwa ina wizani wa naqir, Mwenyezi Mungu ataileta jaza yake yaum al-qiyama. Aya maarufu sisi tumesikia, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Kuna aya tumisoma leo siku ya Ijumaa sisi kwenye suratul Kahf. Mwenyezi Mungu anasema wa udhi'a al-kitab, itafika wakati kwenye hisabu mtu ataekewa kitabu chake. Fatara almujrimina mushfiqina mimma fi, wale watu wabaya mtu akifungua kitabu chake atajihurumia yeye mwenyewe kwa atakayokuyaona. Wayaqulun, na watasema ya wailatana, ole wetu, yani sisi tushaangamia. Kwa nini? Mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hiki kitabu kina nini? Mimi naona kila dogo na kubwa limeandikwa hapa ndani. Wa wajadu ma amilu hadiran, na watakuta waliyofanya yako wazi. Sisi tumesema kule tulipoeleza hisabu ni nini, amali zitaletwa
Mwenyezi Mungu anasema wawajadu maamilu hadiran, watakuta kila kitu kiko wazi. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na Mwenyezi Mungu hamdhulumu mja wake yote. Na hisabu ikianza, tutaanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataanza kuwafanyia hisabu wanyama kabla ya wanadamu. Watahukumiwa wanyama kwa uadilifu. Mtume anasema kwenye hadithi pokewa na Imamu Muslim, la tuaddunna alhuquqa ila ahliha yawm alqiyam, siku ya kiyama mutazirudisha haki kwa wenyewe. Hatta yuqada lishati aljalha min ashati alqarna, mpaka yule mbuzi ambaye yeye alikuwa na pembe hapa duniani akamchoma mbuzi mwenzake ambao hana pembe, siku ya kiyama atafanyiwa qisas, atafanyiwa uadilifu yule ambaye kwamba hapa duniani aliumizwa na mbuzi mwenzake ambaye alikuwa na pembe. Tachukuliwa zile pembe apewe yeye, sasa amdunge yule mwenzake aliyemdunga hapa duniani. Ndio Mtume anasema hapa, hatta yuqada lishati aljalha min ashati alqarna. Riwaya nyingine Mwenyezi Mungu na Mtume anasema la tuaddanna alhuquq, haki zitatekelezwa. Riwaya zote mbili ni sahih. Mtume aliposema la tuaddunna alhuquqa, lazima iwe qa kwa watu wa lugha. Sasa hii hapa ni mafuulun bihi na lazima iwe na fatha mwisho. Ndio Mtume anasema la tuaddunna alhuquqa, nyinyi mtazitekeleza haki. Riwaya pili Mtume alisema la tuaddanna alhuquq, hapa sasa ni naibul fa'il, lazima iwe na dhamma, haki zitatekelezwa. Hadithi zote mpokewa na Imamu Muslim. Vile vile Mtume siku moja alikuwa na Abu Dharr, sahaba wake Abu Dharr. Abu Dharr anasema anna Rasulullah raa shataini tantatihan, Mtume aliona mbuzi wawili wako mbele yake wanapigana. Akamuuliza, ya Abu Dharr, hal tadri fima tantatihan? Abu Dharr, wewe wajua kwa nini mbuzi hawa wawili wanapigana? Abu Dharr akasema, la, Allah wa rasuluhu alam, mimi sijui. Mtume akamwambia Abu Dharr, lakinna Allah yadri, lakini Mwenyezi Mungu anajua. Wasayakhdhi bainahuma, na siku ya kiyama wakisimama mbuzi hawa wawili, Mwenyezi Mungu atatoa hukumu yake. Baada ya wanyama wamefanyiwa qisas, wanyama wamelipana kwa uadilifu, vile vile kwa uadilifu, ndio Mwenyezi Mungu atawaambia kunu turaba, kuweni mchanga. Hina idhin yatamanna alkafiru law kana bahimatan, wakati huo sasa yule kafiri atatamani kama ingekuwa mnyama yeye pia awe mchanga. Ndio tunasoma kwenye suratu Naba, mwisho wa suratu Naba, wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba, mimi natamani niwe mchanga. Atalisema neno hilo baada ya kuona hisabu ya wanyama ishakamilika, wanyama wamekuwa mchanga. Ndio sasa wao watatamani yule kafiri angekuwa mchanga. Wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba, lakini bado lazima hisabu iendelee. Hadithi ilipokewa na Imam Ibn Majah na Ibn Hibban. Baada ya masahaba wameishi ardhul Habasha, wamerudi Makka wakati wa vita vya Khaybar, Madina wakati wa Khaybar, sababu masahaba walikaa Makka takriban miaka mingi sana, takriban walikuwa mikaa, kwa sababu masahaba walirudi wakati wa vita vya Khaybar. Mambo mengi yamefanyika Makka na Madina, wao hawakuwako. Baada wamesha settle Makka na Madina, Mtume siku moja aliwauliza masahaba, ala tuhadithuna bi'ajabi shay'in ra'aytum bi ardhi al-Habasha, hebu niambieni kitu gani cha ajabu mulikiona kule Habasha. Mtume anawauliza masahaba. Mmoja katika masahaba aliyekuwako akasema, ya Rasulullah, katika jambo la ajabu tuliliona sisi siku moja, baina nahnu julus, sisi tumikaa siku moja Habasha, sisi watu wa Makka tutazungumza hali ilivyo, idh marrat alaina ajuzun min ajaizihim, alipita mama mzee katika wazee wa Kihabasha.
tahmilu qullatan min ma, anabeba mtungi wa maji. Famarrat bifata, akapita mtoto mvulana. Fajaala ihda yadayhi baina katifaiha, akachukua mkono wake akaweka hapa kwenye maungo ya yule mama. Thumma dafaaha ala rukbataiha, alafu akamsukuma yule mama akaanguka kwa magoti yake. Yule mama mbeba maji, hajui kwamba nyuma kuna mtu. Yule bwana akaja akamsukuma yule mama kwenye mgongo, yule mama akaanguka na magoti yake. Yule bwana akaendelea kumwambia Mtume, fankasarat qullatuha, ule mtungi ukavunjika. Ulikuwa wa udongo, ulikuwa nani, ulikuwa na maji, yale maji yote yakamwagika. Falamma irtafat, yule mama alipoweza kusimama, iltafatat, alizunguka akamwambia yule kijana aliyemsukuma, saufa ta'lamu ya Ghudar, kuna siku utajua wewe dhalim. Ndo maana Ghudar, idha wadha Allahu al-kursiya, siku Mwenyezi Mungu ataweka kiti chake cha enzi, wa jamaa al-awwalina wal-akhirin, na atawakusanya tangu watu wa mwanzo na wa mwisho. Watakallamat al-aidi wal-arjul, na mikono itazungumza na miguu itazungumza. Bima kanu yaksibun, kwa waliokuwa wakifanya hapa duniani. Ule mama anamwambia yule bwana, ata'lamu amri wa amraka indahu ghadan, kesho tutajuana vizuri mimi na wewe mbele yake. Faqala Rasulullah, Mtume akasema, sadaqat, yule mama amesema kweli, wa Kihabasha, kwamba kweli siku Mwenyezi Mungu ameweka kursi na hisabu imeanza, hukumu ya huyu mama italetwa na yule aliyemsukuma mpaka mtungi wake ukaanguka ukavunjika na maji yakamwagika. Yule mama alimlekeza kwa Mwenyezi Mungu yule bwana. Kisha Mtume akasema, kaifa yuqaddisu Allahu qauman, vipi Mwenyezi Mungu atawainua watu, la yu'khadhu li dha'ifihim min qawiyihim, vipi mtu ambao kwamba ni dhaifu hapati haki yake ikiwa imechukuliwa na mtu mwenye nguvu. Mtume mwisho anamaliza kwamba yule mtu dhaifu hapa duniani akikosa mtu wa kumtetea ambaye ni qawi, al-qawi yuko subhana. Vile vile mtu ambaye kwamba akijiona ana nguvu hapa duniani akatumia nguvu zake kuwanyanyasa watu wanyonge, kuwafanyia watu dhulma, ujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasimamisha mizani. Idha wadha Allahu al-kursi, siku hiyo kila kitu kitakuwa wazi na mwenye kufanya hisabu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni msingi wa kwanza tu wa al-adlu tam, uadilifu. Msingi wa pili katika hisabu itakayokuwa siku ya kiyama, kullu shay'in yajri alayhi al-hisab maktubun wa mahsub, kila kitu ambacho kwamba kitafanywa hisabu siku ya kiyama kimeandikwa, wa mahsub, na kina hisabu yake. Kila kitu ambacho kwamba kitafanywa hisabu siku ya kiyama kitakuwa kwenye kitabu, na kitu hiko kitakuwa na hisabu yake maalum mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ya wakati, mimi nitasimama hapa leo. Ijumaa itakayofuata tutaendelea kutoka hapa, kwamba kila litakalo kufanywa hisabu limeandikwa na lina hisabu yake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Kabla sijamaliza, na mambo mawili. Jambo la kwanza, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.